Nitaenda kuelezea jinsi ya kutumia MetaTrader 4 kwenye simu. Kwa hiyo kama unatumia Android au kama unatumia iPhone, MetaTrader 4 inakubali kwenye device yoyote ile. Kwa hiyo ni vizuri mtu ukawa na MetaTrader 4 kwenye simu, kwa sababu sio mara zote utakuwa na kompyuta karibu yako. Sometimes unaweza kuwa mbali na kompyuta, lakini unahitaji kuingia sokoni, kuangalia either nini kinaendelea sokoni, ama unataka kuweka trade, ama unataka ku close order zako. Kwa hiyo ni vizuri ukawa nayo kwenye simu, kwa sababu simu unakuwa nayo popote pale unapokuwa unaenda. Una install kama unapo install application nyingine. Kwa hiyo kama unatumia Android unaweza kaenda kwenye Play Store, ama kama unatumia iPhone unaenda kwenye Apple Store. Kwa hiyo ukifungua Apple Store ama Play Store, unaenda kusearch MetaTrader 4. Ukiselect MetaTrader 4 zitakuja mbili. Kuna MetaTrader 4 na MetaTrader 5. Wewe unachotakiwa ni kuinstall MetaTrader 4. Tofauti ya MetaTrader 4 na MetaTrader 5 ni kama vile nilivyoelezea mwanzoni kwenye kompyuta. Server za broker wengine hazipo kwenye MetaTrader 5. Server za broker wengine, unaweza kaingia kwenye MetaTrader 5 una search server ya broker fulani, hauikuti. Kwa hiyo kama wewe upo unatumia huyo broker, hauwezi kama ndio broker wako huyo halafu hayupo kwenye server ya MetaTrader 5, inamaanisha utashinda kulogin kwenye account yako. Kwa hiyo ndio maana wengi sana wanatumia MetaTrader 4, kwa sababu MetaTrader 4 almost brokers wote wanatumia hii platform. Kwa hiyo utai-download. Mimi tayari nimekwisha install. Kwa hiyo ukiinstall itaonekana kitu cha namna hii. Utakuwa na kitu cha namna hii inachoonekana hapa cha tatu kulia hapo juu. MetaTrader 4. Kwa hiyo ukifungua kwa mara ya kwanza utapata kitu kama hiki, ama itakuwa inaonekana namna hii. Sasa huu muonekano ni tofauti kidogo na kama unatumia Android, lakini sio wa kuchanganya sana. Utofauti wake ni vitu tu vilivyopangiliwa, lakini matumizi yake ni yale yale kwenye device zote mbili. Inamaanisha mimi nikiona kwa mfano kama hapa juu imeandikwa simple pamoja na advanced, hapa juu kabisa simple pamoja na advanced. Kwenye Android hakuna haya maneno mawili, ni mpaka uende kwenye settings alafu ndo useme kwamba unataka kuseti chart zako ama muonekano layout yako iweje, ndo utasema nataka simple au advanced. Lakini kwenye iPhones ziko hapa tu settings zake, na maanisha nikibonyeza simple nitakuta kitu cha namna hii, nikibonyeza advanced nitakuta kitu cha namna hii. Kwa hiyo kwenye Android mara ya kwanza utakuta tu iko namna hii, ipo kwenye form ya simple display ya hizi pair zako hapa. Inamaanisha hatutakuwa tu ukiweka simple, inamaanisha kwamba hatutakuwa tu tunaona details zaidi. Nikiwa na maanisha kwamba hautaweza kuona, mfano kama hapa nikienda kwenye advance utaweza kuona kuna spread hapa chini kabisa, kuna spread kwenye pair mfano hii ya Euro USD, kwa chini yake hapa imeandikwa spread 5. Lakini nikiweka kwenye simple hilo neno sitaliona. Pia kwenye advance nikiangalia hapa kwenye hizi pair zangu, kwenye hizi exchange rate, mfano kama hapa hii ya Euro USD, hii exchange rate ya kwanza kabisa ni 1.1080, kwa chini yake kuna low. Lakini huku kulia kuna 1.1080, chini yake kuna high. Sasa hizi low na high zinakuwa zinamaanisha kwamba hii low ni ile low price, yani Euro USD leo ilishuka mpaka wapi. Kwa hiyo hii ndio price ambapo leo ilishuka chini kabisa. Sasa hivi inamaanisha imepanda, kwamba ilishuka mpaka 1.10636. Lakini high inamaanisha leo ilipanda mpaka wapi. Kwa hiyo hii ina maana kwamba ni low of the day na hii ni high of the day, kwamba leo ilipanda sana mpaka wapi, price leo ilipanda sana mpaka wapi, lakini pia leo ilishuka mpaka wapi. Ndio hizi low pamoja na high. Hii spread nadhani pia kwenye lecture tulizoelezea zilizopita kwenye zile basics tulielezea kuhusu maana ya spread. Hapa inapoandikwa 5 inamaanisha ni micropip 5, inamaanisha ni tofauti sasa ya hizi exchange rate mbili, bid pamoja na ask. Kwa hiyo huu mpangilio ulioko hapa ni sawa sawa tu. Hii chart yako, kibao hicho unachokiona hapa ndio kibao ambacho tunakiita market watch, ama hapa chini unaweza ukaona kimeandikwa quotes.
imekuwa selected hapa codes kwenye hii alama ya blue. Kwa hiyo kwa layout ya kwanza kwamba hapo ndio hizi chati zako nitazipata wapi, lakini hizi pair unazoziona hapa sio zote utakutana nazo wakati umeinstall kwa mara ya kwanza. Ukiinstall kwa mara ya kwanza hautaona hizi pair zote, na maanisha nyingine zitakuwa zime hide mpaka uzidisplay. Sasa kwenye kudisplay unaenda hapa tu kwenye hii nani yako, unaenda kwenye hichi kialama cha kujumlisha kabisa hapa juu, unakibonyeza, alafu inakupeleka kwamba unataka kuchagua pair gani display. Inamaanisha kwamba hapa mimi nikienda kwa mfano kwenye forex nitakuta kuna pair nyingine hapa, yoyote nitakayo select hapa itahamia kule. Kwa hiyo nikisema done, nikija huku nitakuta kuna zile pair zimeongezeka ambazo mimi hazikuwepo awali. Kwa hiyo nikitaka pia kuzitoa huku kushoto kabisa, nitaenda kuna kialama kama cha kalamu, nikikibonyeza kinaniletea kwamba ni select pair ipi, alafu itanipa action nayo utaka kufanya. Kwa hiyo nikiselect labda hii na select hii na select hii na select hii hapa, nasema bana hizi mimi sitaki kuziona hapa, na bonyeza huku kulia kabisa juu kuna alama ya kama kidustbin fulani, na kibonyeza inamaanisha zile pair zimeondoka hapa. Baadaye nasema nimemaliza kuedit. Kwa hiyo pair, usije kashangaa unakutana na pair 6 tu au 8 alafu kasema mbona hazionekani. Kwa hiyo unabidi uziongeze kwa kubonyeza hichi alama ya kujumlisha. Lakini kwa mara ya kwanza wakati una install hii MetaTrader 4 yako, huwa inakuja automatic na account ya broker ambayo inaitwa MetaCoat. Inamaanisha hii MetaTrader 4 ni uwezo kaitumia bila kuwa na account. Kwa hiyo kuna account ambayo inakuwa generated automatic kwa ajili ya kudisplay hizi codes, ambayo hiyo account inakuwa ni moja kwa moja imekuja na EMT4. Sasa wewe unataka labda kulogin, uweke account yako ambayo umekwisha ifungua kwa broker. Kama tulivyoona kule bana, tumefungua account, tumesha login kwenye computer. Sasa nataka kulogin pia hiyo account kwenye simu yangu. Kwenye kulogin kwenye simu yangu inamaanisha mimi nitaenda kwenye setting. Kwa hiyo nikibonyeza alama ya kulia kabisa setting, nitaenda kwamba nasema ni tofauti kidogo na Android, lakini kwenye Android kuna alama hapa, kuna menu upande wa kushoto juu kabisa, ambao kiibonyeza ndio inakupa option hizi za settings. Alafu baadaye unasema kwamba bana mimi nabonyeza na ukisha click hapo kwenye Android utaenda kuna sehemu imeandikwa manage account. Lakini kwenye hizi iPhone unabonyeza hiyo two settings, alafu baadaye unakuja kuna hichi alama cha kujumlisha ambacho pia kwenye Android kipo. Kibonyeza alama ya kujumlisha inakuja kwamba hapa sasa unataka kufanya nini, kuopen ya demo account nyingine ama unataka kulogin kwenye account ambayo tayari umeshaifungua. Sisi hatuhitaji kuopen demo account, tumeshafungua tayari account kwa broker. Kwa hiyo tunachohitaji ni kufanya nini, tunahitaji kulogin. Kwa hiyo mimi naenda hapa kulogin to existing account. Nikibonyeza login to existing account natafuta sasa server ya broker. Inamaanisha na search hapa hiyo server ya broker. Kama ni kuambia mara ya kwanza, ubaya wa kutumia MetaTrader 5 ni kwamba unaweza ukaitafuta server usiipate, kwa sababu lazima usearch hiyo server. Kwa mfano kama hapa mimi nataka kusearch let's say labda broker mwingine, let's say labda Tickmill. Lazima niandike Tickmill, itakuja kwamba hapa Tickmill nataka sasa kulogin kwenye account ya Tickmill. Tickmill ana server nyingi, hizi zote ni server zake. Kwa hiyo lazima ninapokuwa nimefungua account, ile email anayonitumia broker anakuwa ameambatanisha kwamba ukitaka kulogin kwenye hii account, kwamba kunakuwa na vitu vitatu vinakuja na ile email ambayo ulifungua account. Cha kwanza itakuja ni jina la account number ambayo itakuwa ni login number. Ya pili itakuja ni password ambayo itakuwa ni temporary, lazima uende ukaibadilishe, ama kama utaweza kuona ikumbuka basi utaandika, lakini recommend kwamba ubadilishe kwa sababu hautakuwa unakumbuka hiyo password mara zote kwa sababu inakuwa ni complicated. Lakini kitu cha tatu nayo kuja nayo hiyo email ni server name. Kwa hiyo lazima ujue kwamba hiyo server yake ikoje. Kwa hiyo hakikisha unachagua server ya broker husika, alafu itakupa kwamba ingiza login number. Lazima awe amekupa hizi login number, alafu baadaye ingiza password. Sasa kusave hapa inamaanisha kwamba
mi always inaicheki kwamba next time napokuja kufungua MetaTrader 4 sihitaji tena kulogin, yani inakuwa imelogin automatic. Kwa hiyo nikimaliza hapa, nikiingiza details zangu, nina sign in. Nikisign lazima itakubali, na ili kuonyesha kwamba imekubali ni lazima inionyeshe jina. Mfano kama hapa imeniandikia jina langu in full ambao nimetumia kuregister kule kwa broker. Sasa nikiisha kuwa nimekwisha login kwenye account yangu, hapa chini kabisa nikiangalia kuna icon kama 5. Hii ya kwanza imeandikwa quotes ambao ndo hapa ninapopaona. Hii ya pili imeandikwa chart. Inamaanisha chart sasa ina display hizi chati zangu kwamba nini kinaendelea sokoni. Naweza nikaona kwenye kompyuta, kwa sababu screen ni kubwa, imekuwa imetenganishwa kwamba chati imekaa kivyake, quotes zinakaa pembeni, lakini kwenye simu uwezo ukaweka hapa quotes pembeni, screen itabaki ndogo sana. Kwa hiyo kuna kuwa na screen ya kila item. Inamaanisha kwamba kama quotes nitazionea hapa, lakini kija kwenye chart nitazionea hapa. Sasa nikija kwenye upande wa trade, inamaanisha sasa ndo nitaona trade ambazo nimefanya nini, nimeziplace. Hizi ni trade ambazo labda nimeplace kwa muda huu. Inamaanisha kwamba nikifunga trade yoyote hapa nitaiona kwenye sehemu ya history, kama tulivyoona kwenye kompyuta, ama kutumia MetaTrader 4 kwenye kompyuta. Lazima nikifunga hapa lazima nikafungue kile kwenye upande history, ili nijue kwamba okay, hii ndio trade nimefunga, ama nimefunga kwa hasara, ama nimefunga kwa faida. Sasa kwenye upande hapa wa trade ndipo naweza nikaona pia zile kwamba balance, nikaona equity, nikaona margin, nikaona free margin, na vitu vingine kama hivyo. Trade ambayo tayari umekwisha close, mfano kama ni leo umeclose ama ni siku fulani, utaziona kwenye upande wa history hapa. Kwa hiyo nikifungua upande wa history nitaona vitu vyote nilivyofanya. Inamaanisha kwamba nitaona okay, leo nimefanya kitu gani. Sasa kwa mfano kama hapa nimefungua ni history ya leo, inamaanisha kwamba leo itakuonyesha trade ulizofanya, kama ni muamala mfano mimi nime withdraw na nini hivyo, itakwenda kuonyesha. Sasa inakuwa hii kwenye upande wa history ni tofauti kidogo na Android yenyewe haina hii baya juu hapa ambayo inakuonyesha history ya siku, history ya wiki, history ya mwezi, pamoja na custom, kwamba kama unataka sasa display history ya kutoka lini mpaka lini. Yenyewe inakuwa na icon ambayo ipo upande wa kulia, ambao ndio unaweza ukaselect kwamba unataka day, history ya day, lakini matumizi yake ndio kitu cha msingi kuliko mpangilio. Of course mpangilio wa iPhone na Android kidogo ni tofauti, lakini matumizi unakuta ni yale. Kwenye upande wa settings sasa, nikirudi nyuma kidogo kwenye upande wa chati, hautazikuta kama hapa zangu zilivyo. Chati zangu zilivyo tayari nimekusha zisave. Inamaanisha nimekusha ziedit kwamba nataka candlestick inaonyesha price inapanda iwe na rangi gani, ama background ya hii chart. Kwa chart kwenye kuiset mimi nimekusha set. Kwa mara ya kwanza umeinstall, utakuta hizi chart ya set, kwa utakuta background nyeupe, utakuta kuna vile box humo ndani green. Sasa kwenye kuseti unakuja kwenye settings hapa, alafu unaenda kwenye kwamba unataka kuseti chart. Kwenye chart kuna hichi kialama hapa kwamba chini colors, unataka kuseti colors. Kwa kwenye kuseti colors unaletewa sasa, hii ni sawa na ile panel sasa ambao unahitaji ku specify unataka nini. Kwenye foreground tulishaona kwamba ni ile rangi ya mbele ambayo inaonyesha zile prices zangu. Kwa nimeseti nyeupe. Grid nimeseti nyeusi, kwa sababu sasa kwenye kuondoa grid ni vile vibox kwenye chart yako, mimi sihitaji kuviona. Kwa hiyo kama nimeseti labda background nimeseti labda ni nyeusi, hata hizi grid nitaseti nyeusi. Inamaanisha kama background ni nyeusi na vile vibox ni vyeusi, havitaonekana.
kwenye simu, lakini kwenye kompyuta unaweza ukauncheck tu ile grid zikatoka. Lakini kwenye simu ili grid zisionekane inabidi uweke ziwe na rangi sawa sawa na ile background. Mfano kama mimi grid hapa ni nyeusi, lakini pia ukiangalia background yangu huku ni nyeusi, kwa hiyo hazionekani. Lakini nikiseti hizi grid zangu nikaja nikasema kwamba bana, hizi grid mimi nataka ziwe labda rangi fulani nyeupe. Nikiseti hivi, nikirudi huku nitakuta ina viboksi vyeupe. Mimi sihitaji kuviona hivi, vinani confuse. Kwa hiyo ndo maana na viseti viwe na rangi tofauti na hiyo rangi sawa sawa na ile background iwe nyeusi namna hiyo. No, nimeseti kitu kingine. Grid ndio ziwe nyeusi hivyo. Alafu bar up ni zile bar ambazo zinakuonyesha, au kendo ambazo zinakuonyesha price ikiwa inapanda. Bar down ni zile kendo ambazo zinakuonyesha price ikiwa inashuka. Bull candle, bear candle, hizo zote tulishaziona. Kwa hiyo hapa ndipo unapopatumia kuseti hizo rangi za chati zako. ASCII price line hapa juu inakuonyesha kwamba nilivyoicheki hivi na kuonyesha kwamba ASCII price mstari ule wa ASCII uonekane. Trade levels, hizi trade levels ni ile kwamba nimeingia kubai, ule mstari wa kubai uonekane au usionekane. Unaweza kaamua kucheki au kanicheki hapo. Alafu hapa juu ni aina za chart ambazo nataka. Naweza nikataka chart ya bar, naweza nikataka candlestick, naweza nikataka ya line, kama vile tulivyoangalia kule kwenye nanili kwenye computer. Maana nikisema hapa line, nikirudi huku chart yangu nitaikuta informs ya line. Sasa mimi sitaki kuiona katika line, nataka nione katika candlestick. Sasa jinsi ya kuplace trade kwenye MetaTrader 4 kwenye simu, kama unatumia let me go to this. Kama unatumia iPhone, kuna hichi kialama hapa juu au hili neno hapa juu limeandikwa trade. Ila pia kama unatumia Android, hapa kwenye hili neno trade kuna kialama fulani huwa kipo kama cha kujumlisha. I think huwa kuna kialama kiko hapa ambacho kikibonyeza ndio kwamba kinakupeleka kwenye panel ile kinakuwa kama kitabu fulani cha kujumlisha. Kwa hiyo kibonyeza kinakuleta kwenye hichi Windows hapa. Kwa hiyo hii Windows unaoletewa hapa au hii page unaoletewa hapa ndipo ambapo unaweza sasa ukasema unaweka trade. Hii unaweza hapa ipo andiko market execution, ni zile aina za order. Inamaanisha kuna aina mbalimbali za order ambao kibonyeza hapa itakuwa zina drop zote. Tunafahamu market execution, ikibonyeza hapa inamaanisha hapa naweza nika place buy, nika place sell na trade ikaingia sokoni. Lakini kwa chini yake hapa kuna namba. Unaona huko kuna negative 0.1, negative 0.01. Alafu kuna namba hapa katikati ambayo imekuwa ina rangi tofauti na nyingine. Kwa hiyo hizi ndio lot size. Inamaanisha au volume. Inamaanisha kwamba hapa ndipo ninapoweza kuseti lot size yangu na utumia. Na naweza nikasema niongeze au naweza kusema kwamba niipunguze. Vyovyote vile ambavyo naweza nikaamua kufanya, au nikaamua kuedit tu mwenyewe nikasema bana na edit nataka lot size ya 0.1 hivyo. Alafu kwenye ina nili nyingine chini imeandikwa kuna stop loss, lakini kuna take profit. Inamaanisha naweza nikaseti take profit, naweza nikaseti stop loss kadri ninavyopenda. Lakini sasa tofauti kwenye Android hakuna haya maneno stop loss, hakuna haya maneno take profit. Kama hapa unaweza kuona kuna stop loss, kuna take profit. Sasa kwenye Android kuna kuwa na rangi, kuna mistari miwili. Kuna mstari wa kushoto na rangi nyekundu. Ule ni mstari ambao unamaanisha stop loss. Inamaanisha value utakayoingiza pale au price utakayoingiza pale ni ile price ya stop loss. Lakini kulia kuna mstari wa kijani wa kijani ambao wa kijani inakuwa inamaanisha sasa take profit. Kwa value utakayoingiza pale ni ile price ya take profit. Baada ya hapo kipress trade yako iza kubaya au kuseli itakuwa inaingia sokoni. Na ukitaka kuclose ni kitu kile kwamba ukitaka kuclose
ni swala la kwenda kwenye trade zako, alafu unasema kwamba bana, unaweza kaamua, unaweza ka close kwa aina mbili. Unaweza kaamua ku hold ile trade alafu ikakuletea neno close au modify hivyo, ama unaweza kaamua ku slide hii trade yako kushoto, una slide left, inakuletea kialama cha tiki, ndio ku close trade. Hiki alama cha kama kalamu ni ku modify trade, inamaanisha nikibonyeza hapa nina uwezo wa ku modify, na ku modify trade unaweza ku modify vitu viwili tu. Unaweza ku modify stop loss au take profit. Inamaanisha unaweza kuamua kusogeza stop loss au take profit ukaihamisha, lakini huwezi kubadilisha lot size kiasi kwamba ukasema ukaongeza lot size. Huwezi kwenye ku modify. Lakini kwenye ku close trade una option mbili. Anyway, achana kwanza na kuna hiki alama cha mwisho ukibonyeza kinakurudisha kwenye chart. Inamaanisha ni chart zangu naziona namna hii. Sasa unaweza kaamua uclose trade moja kwa moja, kwa sababu mimi haijafikia target yangu, siwezi nika close. Lakini una uwezo wa ku close trade nusu. Inamaanisha kwamba ukateki ukateki, kwa mfano hapa nimetumia lot size. Anyway, tutaangalia kwenye lecture za mbele tukishaanza ku trade jinsi ya kunanili trade yako, tutaangalia kwa mbele. Lakini kuna namna ya ku close nusu ya trade yako na nyingine ukaacha inaendelea. Kwa hiyo jaribu kuangalia kama utakutana na nili yoyote, challenge yoyote, unaweza ukaandika swali lako hapo chini. Alafu then I'll get back to you. Nitakujibu as soon as possible ili kuhakikisha kwamba unaendelea vizuri.